العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na kitabu Salat ndani ya kitabu Fiqh Sunna, leo hii insha Allah tutaingia katika sehemu ya faraidus salat, fardhi za swala, yani mambo yaliyokuwa lazima kufanyika ndani ya swala ili swala iwe sahihi, na ilivyokuwa ibada ya swala ndiyo ya mwanzo kuhesabiwa viumbe siku ya Kiyama. Ni wajibu kila Muislamu aichunge sana ibada hii, ili ikitengenea ibada hiyo ziwe zimetengenea ibada zake nyingine zote, na ikifisidika ibada hiyo huwa ndio zimefisidika ibada zote. Kwa hivyo ni wajibu kila mwenye kuswali ayajue mambo gani yaliyokuwa ni fardhi katika swala ayatimize, ili asijakawa na swali na anaondoka patupu. Lisalati faraidun wa arkanun, kwa ajili ya hiyo ibada ya sala kuna fardhi nyingi na kuna nguzo nyingi. Tatarakabu minha haqiqatuha, fardhi hizo na nguzo hizo ndizo zenye kuipangilia ile swala ikapatikana uhakika wake. Hatta idha takhallafa fardun minha, mpaka endapo itakosekana fardhi mojawapo miongoni mwa hizo, la tatahaqqaqu, haitopatikana tena hakika ya ibada ya sala kuitwa hii ni swala ya kumpatia mtu thawabu. Wala yu'taddu biha shar'an, na wala haitahisabiwa ibada hiyo ya sala kwa kukosekana fardhi mojawapo miongoni mwa hizo fardhi, haitahisabiwa tena kisheria kwamba ni ibada ya sala. Wa hadha bayanuha, na huu fuatao ni ubainifu wake hizo fardhi za sala. Kwanza kabisa katika mambo ya lazima katika ibada ya sala, na vile vile kama ilivyokuwa lazima katika ibada nyingine, na katika ibada ya sala jambo hili lazima vile vile, an-niyatu, kusudio, nia, dhamira. Kwa nini mtu amesoma na swali? Kwa nia gani? Mpaka ipatikane nia iliyokuwa ya kuitakasa ibada ya sala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, hapo ndiyo yatakubaliwa, na hata yale mambo mengine yaliyokuwa yanatakiwa yafanywe katika sala yatakubaliwa baada ya kwanza kabisa nia kutengenea. Iwe mtu anaswali kwa kusudio moja tu,
kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mola wake, na anafanya hivyo si kwa ajili ya kumwonyesha mtu wala si kwa ajili ya kupata kitu hapa duniani, wala si kwa ajili ya jambo lolote isipokuwa mukhlisina lahu din, wanaosali wanamtakasia Mwenyezi Mungu ibada. Hiyo ndiyo maana an-niyya, kusudio. Hiyo nia imekuwa ni kusudio, ni jambo la lazima katika swala, liqauli llahi ta'ala, kutokana na tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema wama umiru, na wala hawakuamrishwa vingine hao waumini illa liya'budu llaha, isipokuwa walioamrishwa ni kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu, na katika kumwabudu Mwenyezi Mungu huyo mukhlisina lahu ad-din, wamtakasie yeye Mwenyezi Mungu huyo ibada, yani wafanye ibada kwa ajili yake tu. Akichanganya mtu ndani ya moyo wake pamoja na ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, akichanganya na kitu kidogo tu, huenda ibada ile ikafisirika yote. Hususan Mtume alipobainisha waziwazi sallallahu alayhi wasallam aliposema inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirku al-asghar, katika jambo kubwa zaidi ambalo mimi naliogopea juu yenu, katika la kuogopesha kubwa zaidi miongoni mwa kuogopesha ambalo mimi ninaogopa kwenu nyinyi, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika shirki ndogo. Mtume akabainisha shirki ndogo, wa huwa riya, nayo ni kuonyesha watu ibada. Unaswali kwa ajili ya jambo fulani, unafunga kwa ajili ya mtu fulani au kitu fulani. Kwa hivyo hawakuamrishwa jambo jingine waja isipokuwa muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia yeye Mwenyezi Mungu pekee yake ibada. Hii ni aya maarufu, inapatikana katika suratul Bayyina kwenye aya nambari 5. Waliqauli Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na dalili ya pili ya kwamba nia ni jambo la lazima kupatikana na ibada ya swala, mbali ya kauli ya Mwenyezi Mungu hiyo, vile vile kwa kauli ya Mtume pale aliposema innamal a'malu binniyati, hakika vitendo vyote vya ibada ili mtu alipwe inategemea makusudio, inategemea nia. Wa innama, na kwa hakika hakuna vingine, likulli mri'in ma nawa, kwa kila mtu ili alipwe amali yake ni kutokana na lile kusudio la moyoni la kusudia. Ikiwa kusudio lake la moyoni ninakwenda kuswali ili watu mtaani wanione, kwani mimi karibu siku mbili hizi nitataka kura zao watu wa mtaani wanichague niwe mbunge wao au mwakilishi wao, na kwa kuwa waumini wale hawataniona mimi msikitini, pengine hawatanihesabu kuwa ni mwenzi wao, basi ninakwenda angalau nikapate kura zao. Ikiwa nia ni hiyo, pengine mtu atakachoondoka nacho duniani ni zile kura kishapata, basi akhera kuna kitu. Wa innama, na kwa hakika hakuna vingine, adatu hasrin wa qasrin, Mtume ametumia chombo cha kufupisha na kufunga katika maneno innama, hakuna vinginevyo. Likulli mri'in ma nawa, kwa kila mtu atalipwa thawabu kutokana na kusudio lake mwenye kusudia. Kusudio hilo hakuna jicho la mwanadamu lenye kuona amekusudia nini mtu, wala hakuna malaika katika malaika wawili wale wanaoandika thawabu na madhambi wanaoweza kugundua mwanadamu amekusudia nini katika moyo wake. Hii ni sirrun baina al-abdi wa rabbih, ni siri baina ya mja na Mola wake tu ndo wanaojuana. Yeye mwenyewe mja anajijua nimekusudia nini, na Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi. Kabla hajakusudia anajua Mwenyezi Mungu atakusudia nini. Ndiyo maana katika kujitakasa mbele ya Mola wake Nabii Ibrahimu alayhi salam, miongoni mwa dua zake alizoomba alisema
rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, Mola wetu hakika wewe unajua yote tunayoyaficha sisi na tunayoyadhihirisha. Kilichokilimbika katika moyo Mwenyezi Mungu unakijua. Wama yakhfa ala Allahi min shay, na wala hakifichikani juu ya Mwenyezi Mungu chochote, fil ardi wala fis sama, na kiwe kimefichwa mbinguni wala ardhini vile vile. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua siri na iliyofichikana kuliko siri vile vile. Wa in tajhar bil qawli, ikiwa utafanya waziwazi maneno yako au utaficha, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa siri na yaliyofichikana vile vile kuliko siri. Kwa hivyo faman kanat hijratuhu, mtume anaendelea kusema, basi kwa yule ambaye imekuwa kule kuhama kwake alikohama ila Allah wa rasulihi, nia na madhumuni anatekeleza wito wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi kuhama kwake huko ni kulipwa kwamba yeye ametekeleza amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kama kuna mtu kitabuni kwake imeandikwa fahirjatuhu, atengeneze aandike fahijratuhu, hiyo ni chapa tu, makosa ya chapa tu. Fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi kuhama kwake huko ni kwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yani aliposema fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ay hijratuhu rabiha, yani kuhama kwake kule kutampatia faida. Lakini waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kwa yule ambaye kumekuwa kuhama kwake kwa ajili ya dunia atayoipata kwa kuhama kule, ndio madhumuni yenyewe, au imraa, au kuna mwanamke yankihuha, ambaye yeye ameona mpaka nihame na mimi vile vile nijiunge na grupu la wahamaji, ndio nitafanikiwa kumuoa huyu, maana anaondoka na kwenda kule na mimi simpati tena. Basi wakati huo ikiwa lengo ni hilo, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, kuhama kwake kule kutachukuliwa ni kwa hilo alilolihamia yeye. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi ay hijratuhu khasisatun haqiratun, kuhama kwake kutakuwa ni upuuzi mtupu na kunyonge, kahamia jambo la upuuzi, dhamira yake ni jambo la kidunia, jambo la kupita, litamalizika. Chochote alichokifuatia, inna jibrila habata dhata yawmin ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qala lahu 5 kalimatin, Jibril siku moja akamteremkia mtume akamwambia maneno matano: ya Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayitun, Muhammad, ishi upendavyo, wewe utakufa siku moja. Kwa hivyo lile jambo mtu anashughulikia duniani ajue kwamba iko siku atakufa. Kama kashughulikia dunia tu, ameshughulikia upuzi mkubwa sana, kwamba atakufa siku moja. Wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu, penda ukipendacho, iko siku utatengana nacho. Ikiwa kule kuhama kwake kampatia mwanamke tu anataka kumuoa, basi yule iko siku atatengana naye, ama ataondoka mwanamke mwanzo au ataondoka yeye mwanzo. Wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bih, na vile vile penda upendacho, hakika wewe ni mwenye kulipwa kwa tendo hilo. Wa'lam bi anna sharafa almu'mini qiyamuhu bil-layl, na utambue utukufu wa mwenye kuamini ni kisimamo chake usiku anapozungumza na Mola wake ndani ya ibada ya sala. Hawi mtukufu mpaka awe na sifa hiyo. Wa izzahu, na vile vile hadhi au cheo cha mu'min, istighnauhu 'anil nas, ni pale alipojifunga akakinai akatosheka na makazi aliyompa Mwenyezi Mungu, asiwe anahitajia watu kwa kujidhalilisha, ikawa kama kwamba anawaabudu watu wale kwa kumpa hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo itakuwa hijra yake ni hijra ya upuuzi, na amelihamia jambo lilokuwa nyonge dhalili kabisa dunia. Hadithi hii rawahu al-Bayhaqi al-Bukhari, ameisimlia Imam Bukhari
وقد تقدمت حقيقتها, na kwa hakika ilikwisha tangulia hakika yake. Hii nia tunayozungumza hapa imekwisha tangulia ndani ya kitabu hichi. Tulizungumza fil wudhu'i tulipopita katika mlango wa kutawadha, tulizungumza nia ya kutosha. Halafu watu wengine wanaposikia kila ibada yataka nia, wanashindwa kupambanua baina ya kusudio na matamshi. Wengi wanadhani pale mtu aliposema hasa kama vile anavyoona anapokwenda kwenye ramli, mtu anaambiwa kamata kitu hichi, anakikamata kitu, akisha anaambiwa nuia sasa. Taja hayo madhumuni nilikueleza hapa. Ananuia kwa kutaja pale, mimi nanuia ikiwa aliokuiba pesa zile jinsi kadha kadha, basi mna kama hivi ananuia kusema. Watu wengi wanadhania kwamba manuizi ni yale maneno anayotamka mtu kwa kutenda jambo fulani. Nia sio maneno, nia ni kusudio. Ingelikuwa nia ni maneno, basi bwana mtume asingelisema ya kwamba hayo inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirku al-asghar. Asingesema hivyo. Asingekuwa mtume ana jambo kubwa linalomtisha kwa Waislamu analiogopea, shirki ndogo, akasema ni riya. Maana riya mtu hatamki, anapokusudia kwamba mtu atakuonesha hatamki, hasemi kwamba jamani siku zimefika hivi msinione ninaswali na mimi vile vile naswali kwa sababu ya kutaka kurazi. Hawaambii watu hivyo. Makusudio anayo mwenyewe ndani ya kifua chake, hakuna anaojua. Hata malaika wanaoandika thawabu na madhambi hawajui. Labda Mwenyezi Mungu awabainishie, andikeni dhambi la mtu fulani kwa kusudia vibaya wewe. Basi tunaingia katika at-talaffudhu biha, kuhusu kuitamka hiyo nia. Wawe makini sana wasomaji kuhusu habari ya kutamka hiyo nia. Watu wengi wanashindwa kupambanua baina ya kusudio na matamshi. Wanadhania ya kwamba haitosihi sala ya mtu mpaka aseme nawaitu usalli fardhal maghribi 3 rak'atin adaan mutawajjihan ila al-qibla, halafu tena ipatie takbira. Na la kusikitisha zaidi katika kutokupambanua baina ya kusudio na maneno, la kusikitisha zaidi, baadhi ya maulamaa wameshikilia hilo, wameshikilia kweli kweli kumwambia mtu haikusihi sala yako, hukusihi udhu wako, haikusihi funga yako mpaka useme. Anaweza akasema mtu maneno mpaka alfajiri na ikawa yeye ni muongo katika maneno yale. Si kweli, yupo tu. Ndio maana ikawa kusudio ni moyoni. Hakuna anaweza kuchungulia amekusudia nini mtu kwenye moyo wake. Anaojijua ni yeye mwenyewe na Mola wake tu pekee yake. Kwa hivyo at-talaffudhu biha, qala Ibn al-Qayyim, amesema mwanachuoni Ibn al-Qayyim fi kitabihi, ndani ya kitabu chake Ighathatul Lahfan. Jina la kitabu amekiita Ighathatul Lahfan. Amesema kwenye kitabu hicho, an-niyatu, hiyo nia, hiya al-qasdu, nia ni kusudio. Na mtu hakusudii kwenye ulimi, anakusudia kwenye moyo, ndio kusudio lake. Kusudio lile, kama ameamua kufanya ubaya, hataki kumjulisha yoyote ubaya ule mpaka afanikiwe kwenye ubaya ule. Ndiyo maana ya kusudio ile. Anaficha ndani kwa ndani, ajuaye ni mwenyewe Mola aliyemuumba tu. Na labda kama mtume wake atamjulisha, huyo anaokuja sasa hivi huyo si muumini, huyo mnafiki, labda amjulishe mtume wake. Hiyo ni katika jambo ambalo hakuna anaweza kujua isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe pekee yake. An-niyatu hiya al-qasdu, basi hiyo nia ni kusudio. Wal azmu, na azma. Mtu haazimii kwenye ulimi, anaazimia kwenye moyo, na anakusudia kwenye moyo ala shay'i, juu ya jambo. Wa mahalluha, na pahala gani kusudio hili na azma hii, pahala pake ni wapi? Katika maungo ya mwanadamu, viungo alivyopewa, wapi pahala pa nia? Ni ulimini
ni mashikioni, ni puani, la. Pua kazi yake kunusa harufu, masikio kazi yake ni kusikilizia sauti, ulimi kazi yake kutamka, kuonja hivi na hivi, lakini azma na kusudio wa mahalluha alqalbu, na pahala pake ni kwenye moyo. La tataallaqu laha billisani aslan, haifungamani hiyo nia kabisa kabisa na ulimi. Ulimi haumo. Labda baadhi ya wanavyuoni walipoandika kwenye vitabu vyao namna ya maneno ya mtu kutamka kwa ajili ya kutenda ibada, walikusudia labda kumfundisha mtoto mdogo mambo ya udhu, swala, nini na nini, ajue tu pale anaposimama mbele ya Mola wake, iwe mle ndani ya moyo kusudio liko vile, na waitu usalli fardha kaza 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 kaza. Yale maneno imekuwa anazoeshwa tu, anafundishwa aweke kusudio ndani ya moyo wake kwa yale ambayo atakoyatamka pale. Lakini mtu mzima na akili yake, bila shaka ametoka kwake, katawadha, kaja msikitini, anajijua hasa mimi nakwenda kufanya msikitini. La tataallaqu laha billisani aslan. Kwa hivyo hiyo nia haifungamani kabisa na ulimi hata kidogo. Walidhalika lam yunqal 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kwamba nia haifungamani na ulimi hata chembe, ndiyo maana haikupokelewa kutokana na mjumbe wa Mungu aliyetumwa na Mola wake kuifundisha ibada. Haikupokelewa maneno yoyote ya nia, wala ani sahabati, wala haikunakiliwa kutoka kwa masahaba wake mtume fi niyati, kuhusu nia, lafdhun, tamko lolote bihalin, kwa hali yoyote. Hakadha lafdhun binakrati almaqsud, tamko lolote bihalin, kwa hali ya ibada yoyote, haikuja kabisa kupokelewa, si kwa mtume wala si kwa sahaba wake. Tamko lolote la kusema halikuja. Wa hadhihi alibarat, na kama kuna maneno ambayo unayaona wakati mwingine mpaka ndani ya vitabu vya fikri wametia watu, na wengine kulazimisha hasa mpaka mtu aseme kitu kadhaa kadha cha manuizi ili ibada yake isihi, basi maneno hayo, wa hadhihi alibarat allati uhdithat, anaendelea kusema Ibn Qayyim, na haya maneno ambayo yamezuliwa inda iftitahi tahara, mbele ya kufungua tahara yake mtu, wasala, na mbele ya kufungua sala yake, na vile vile kama kuna ibada ya funga, mtu akawa haamini saumu yake kwamba ataipata kesho mpaka angojee pale msikitini watu wanuizwe, na wanawake majumbani ndio mpaka awe anapita shekhe maalumu usiku kuwanuiza wanawake majumbani ndio funga ipate kusihi. Cheti aitikie, sema nawaitu, na yeye mwenyewe nawaitu. Laiti hii lugha ya Kiarabu angalau ingekuwa inajulikana tafsiri ya neno kwa neno, angejiona mtu pale upumbavu alikuwa nao alipoona kwamba mimi sheti nuizu matamshi haya ndio ibada yangu sahihi. Maana tafsiri neno kwa neno, nawaitu yani nimenuia, na wewe itikia nimenuia. Sauma ghadin, kufunga kesho, na wewe itikia kufunga kesho. Fardhi shahri Ramadhana, ulazima wa mwezi wa Ramadhani, na wewe itikia vile vile. Hivyo tokea kuingia mwezi wa Ramadhani, wewe Muislamu hujajijua nini ufanye mpaka apite mtu kila siku kutamkisha maneno kama hayo, nanuia kufunga kesho mwezi wa Ramadhani na hivi na hivi. Kwa hivyo haikuja kupokelewa maneno hayo, si kwa mtume wala kwa masahaba. Na haya maneno ambayo yamezuliwa katika ufunguzi wa tahara na sala, qad ja'alaha ash-shaytanu, kwa hakika ameyafanya shetani maksudi, mu'tarikan, kuwa ni mwenye kupambana vita, yuko kwenye maaraka. Shetani yuko kwenye maaraka, mapambano ya vita baina yeye na waja wa Mwenyezi Mungu, ambaye amesema rabbi bima aghwaytani, Mola wangu kwa mimi umenihukumu mpotevu, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in,
nitawapambia mambo mimi katika ardhi na nitawapoteza wote. Au katika sura nyingine, rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, mimi umenihukumu mpotevu kwa huyu, mimi hawa nitawakalia katika njia yako Mwenyezi Mungu iliyo sawa, hawawezi kuipata njia hiyo. thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, kisha mimi nitawaendea mbele yao na nyuma yao na kuliani kwao na kushotoni kwao, na kwa hivyo utawapata wengi watakao kushukuru wewe. Imekuwa kwa maneno haya anayasema Ibn Qayyim na kayatia Said Sabit ndani ya kitabu cha Fiqh Sunna. Anasema maneno haya ya manuizi haya, qad ja'alaha shaytanu mu'tarikan, ameyafanya shetani kuwa ndio msaada wake wa mapambano, li ahli alwaswasi, kwa watu wenye wasiwasi. Na hatusemi hakuna, kila ugonjwa ni mbaya, lakini katika magonjwa mabaya vile vile ugonjwa wa wasiwasi ni ugonjwa mbaya. Akishaanza mtu kujizoeza kwamba ana wasiwasi, ameumia. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akateremsha sura maalumu ya ulinzi. Kitu cha wasiwasi ni mwenyewe Mwenyezi Mungu ndo anaweza kukidafi peke yake. Hakuna matibabu mengine ya wasiwasi. Akishakuwa mtu mgonjwa wa wasiwasi, basi ameshaumia, ameshadhurika, keshafisidika. Ndiyo maana ikaja sura maalum, qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri alwaswasi alkhannas. Kujilinda kote mtu na kujilinda kwa nani? Rabbin nasi, mola wa watu, mfalme wa watu, muabudiwa wa watu. Unajilinda na nini wewe mja? Kutokana na shari ya yule mwenye kutia wasiwasi alkhannas, ambaye mara moja hurudi nyuma akajificha pindipo mtu anapokazana akamtaja mola wake. Huyu mwenye kutia wasiwasi, alladhi yuwaswisu, ambaye anachomeka wasiwasi fi suduri nasi, ndani ya vifua vya watu, kwenye nyoyo. Minal jinnati wan nasi, hawa wanakuwa wanafanya kazi hii majini, binadamu vile vile. Kumtwika mtu binadamu, akamtwika binadamu mwenziwe, akamjaza wasiwasi, akamtia uoga mpaka akafika kumogopa mamake mzazi. Mamako ndio mwanga, mamako ndio anakulia wanao, mamako hivi, anajazwa mtu wasiwasi mpaka anamuogopa mama yake aliyemzaa mwenyewe. Basi haya maneno haya ya kukusudia katika sala, ikiwa mtu anaamini kwamba sala yake haitopatikana mpaka sema na hayo, hapo shetani anapambana naye kwa maneno hayo ili kumtia ugonjwa wa wasiwasi. Na akishafaulu kumjaza wasiwasi, hapo inakuwa ndio chanzo, ataendelea na wasiwasi katika mambo mengi, na mwisho wake hata akitawadha mara 10 anajiona bado udhu haujaingia. Akitoka hapa akenda pale anajua sina udhu, anarejea tena pengine mara 10 mara 30, na atachezea maji binadamu kutwa mara 10 15, anakoga tu mpaka maji yanamdhuru. Na hivyo katoa kula vile vile, afika mtu mpaka hawezi kula na mtu, wala hakuna mpishi maalum ambaye ataweza kupika chakula chake na sijui ifanywe chakula kile. Yeye ni mwenye ugonjwa wa wasiwasi, taabani hali yake. Njiani inafika wakati mwenye ugonjwa wa wasiwasi anahisi kwamba kila mtu anamtizama yeye, na hata watu kama wazungumza jambo lao anaona hao wanasema mimi tu. Kwa hivyo mara amtolee macho mtu njiani bure, kwamba labda anitazama mimi huyu, pengine amtolee macho barabara. Huo ndio ugonjwa wa wasiwasi ulivyo, na unafika kumharibia mtu ibada zake, hana anachokifanya hata kimoja. Shetani anapambana na mwanadamu katika mambo haya, na anaanzia pale kumtamkisha maneno ndani ya ibada kwamba wewe ibada yako huwezi kuipata mpaka useme katika maneno hizi. Na wenyewe maulama wanaotilia mambo hayo nguvu, ukiwataka dalili wanakwenda kwenye hadithi zile. Mtume aliposema innamal a'malu binniyat, hatukatai, kasema Mtume hivyo. Hebu endelea mbele kwenye hadithi, kuna madhumuni gani? Faman kanat hijratuhu lidunya, hebu endelea mbele kule kuhama kwake mtu ikiwa kwa lengo la dunia au mke akakumuoa, unaona basi kuna malengo, kuna makusudio mbele kule, sio maneno. Innamal a'malu binniyat, hadithi ya Mtume sahihi.
Hakika amali zote ili zilipwe inategemea nia, na nia ni nini? Al-qasdu, nia ni kusudio, wal azmu, na ni azimio. Na mtu haazimii kwenye ulimi, anaazimia kwenye moyo na anakusudia kwenye moyo. Basi shetani kwa maneno haya ndani ya ibada, yahbisuhum, anawafunga, anawatia kwenye gereza, anawafanya mahabusi, ni mateka wake, indaha, mbele ya maneno hayo. Wayuadhibuhum fiha, na huwa anawaadhibu hasa, mateso makubwa anayapata mtu mwenye ugonjwa huu. Kuna watu wanaswali swala za jamaa, na pengine kafika mapema msikitini, katarakai sunna za tahiyatul masjidi, ametarakai sunna za kablia, kama swala ile inayo kablia mapema kabisa. Lakini hasara iliyoje ni kwamba wakati wa kuanza kuswaliwa imamu anafunga swala, badili ya kuipata takbira ihram pale baada ya imam kufunga, pale pana thawabu nyingi sana wakati ule. Ndiyo maana Mtume akasema, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih wala tukabbiru hatta yukabbira fa idha kabbara fakabbiru. Imam amewekwa ili apate kuongoza, afuatwe, msitangulie kutoa takbira mpaka atoe. Anapotoa takbira pale jitoeni vitabiri. Asiwe mtu tunapaya anaanza auto maneno gani na waitu na hivi na hivi. Shetani huwa anapambana naye pale mja kumpoteza kwenye ibada. Basi huyu mtu aliyefika mapema msikitini akatarakai kablia, hasara iliyopo ni kwamba imam katoa takbira kuilimia, yeye bado wasiwasi alionao ni kwamba hakuipata takbira yake sawa sawa. Na shetani huwa anawatia gerezani hapo wenye ugonjwa wa wasiwasi huo, na kuwaadhibu adhabu mbaya mno ndani ya ibada. Anafunga swala mtu akifungua kuliko mara 12, imamu huyo kusema al-Fatiha anakwenda zake, anaisoma na sura, bado mtu anagombana na kunuia, hajayapata maneno sahihi, na wala yale maneno yale hayajakuwa muqtarinun, hayajafungamana na ile kusudio la moyoni. Nani kamwambia mtu kwamba maneno yanafungamana na kusudio la moyoni? Pahala gani kwenye mafunzo ya Mtume kapata kama hicho? Tena umuone mtu anapoteseka maskini hapo, shetani anamuadhibu. Imamu anakwenda kwenye rukuu sasa, mtu hajanuia bado, na kama kanuia basi ataifungua tena sala yake, aone astaghfirullah, bado ataanza tena, nawaitu usalli iskadha kadha 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 kadha, anafunga Allahu akbar, hathubutu hata kusoma chochote pale, anafungua tena. Ni adhabu kubwa sana, anawaadhibu watu matani shetani. Wayuqiruhum min talabi tashihiha, na anawatumbukiza katika kutafuta usahihi wa ibada ile kwa maneno yale. Na wapi? Fatara ahadahum, basi utamuona mmoja wao, yukarriruha, anaikariri hiyo nia, anasema tena na tena, na pengine umsikie mara zote 3 atazosema. Aswali isha, anataja dhuhuri mara 3, kila akisema ataja dhuhuri, kumbe sala hiyo sala ya isha. Nawaitu usalli fardhu dhuhuri, kafungua, khalafu anaanza nawaitu usalli fardhu, haja isha bado, kiasi mara 3 anatamka, kwa sababu kile kitu Mtume hakukifunza. Kusudio lako la moyoni Mwenyezi Mungu linamtosha hilo. Mwenyezi Mungu haangalii katika vinywa vyenu, haangalii katika nyuso zenu, haangalii katika viwiliwili. Mwenyezi Mungu anapatizama kwenye moyo, anaabudiwaje, kusudio ni nini. Pengine umekosea kwenye matamshi, lakini madhali kusudio lako liko sawa sawa, basi huchukuliwa matamshi yale kwamba sio wewe uliyokusudia. Kile kilichomo ndani ya moyo ndio kitu madhubuti takiwacho kile, ingawa kusudio latakiwa lende sawa sawa na yale maneno au matendo ya ibada. Lakini katika kukosea mtu hakukusudia, basi haadhibiwi. Fatara ahadahum yukarriruha, utamuona mmoja wao anaikariri hiyo nia maneno yake. Wayujhilu nafsahu, na anaitesa na kuitaabisha nafsi yake, fi talaffudhi, katika kuleta matamshi. Walaysat min as-salati fi shay,
na kumbe maneno yale hamna katika swala chochote kile kilichohusu maneno yale. Hamna bwana, hamna maneno. Hatusemi hakuna nia, nia ipo, hakuna maneno ya kutamka. Na kama yapo, watu watusaidie kuleta mtume katamka nini katika matendo ya ibada, ili tumfuate mtume. Maana hakuna ugomvi wowote. Watu watuondoe katika hii itikadi tulionayo, watuweke kwamba nyinyi bwana mfuateni mtume katamka hivi katika ibada yote. Si wakati wa kutawadha, si kwenye sala, si kwenye funga, watafute watu mtume katamka nini. Na kama si yeye, angalau makhalifa wake waongofu wametamka nini. Na kama hawakupata hapo, watafute kwa maswahaba wa mtume wametamka nini. Kama hawakupata hapo, watafute kwa matabiina wametamka nini. Hawakupata hapo, watafute kwa maimamu wametamka nini. Angalau na mote humo hawawezi kuokota tamko lolote lile, hata la kuokota jani hawalipati. Takbiratul ihram. Na sasa tunaingia katika takbira ya kuhirimia ndani ya swala baada ya kushakuzungumza habari ya nia. Nia itangulie mwanzo, na nia ni kusudio. Na kusudio ni kitu gani kimemfanya mtu abudu, kwa madhumuni gani? Ni kweli hapo aliposimama yeye ni mukhlisan lahu din, ni mwenye kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada, au yupo pale kwa ajili ya dunia? Ama hapo ndo Mwenyezi Mungu anapopataka. Kipi hasa kilichomfanya mtu asimame kwenye ibada, hata aseme mpaka alfajiri maneno ya kupamba, maneno ya fasaha, haupuzi mtupu? Kusudio Mwenyezi Mungu analijua. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih. Ni sawa sawa miongoni mwenu atakayefanya siri neno lake na atakayetamka dhahiri. Wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Na hata mwenye kujificha usiku na mwenye kwenda mchana, kwa Mwenyezi Mungu wako sawa sawa. Tayib, takbir al-ihram baada ya kutia nia moyoni mwake mtu, inayofuatia katika ibada ya sala ni takbira ya kuhirimia kwenye sala. Takbira ya kuhirimia limekuwa ni jambo la pili la fardhi za sala, jambo la lazima hilo. Nia ni lazima iwepo, lakini tofauti iliyopo ni kwamba watu wanashindwa kutofautisha baina ya kusudio, azma na maneno. Watu wengi wanaona kwamba kukusudia ni kule kutamka. Wanamuona asiyetamka hasali. Kumbe alikuwa hasali maskini yeye mwenye kuleta maneno katika ibada ya Mwenyezi Mungu ambayo hayana msingi, hayakufunzwa na mtume. Lihadithi Ali, takbira ya kuhirimia imekuwa ni ya pili katika fardhu za sala, kutokana na dalili ya hadithi Sayyidina Ali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, miftahu salati tahur, ufunguo wa kuifungulia ibada ya sala ni tahara. Huwezi kusali mpaka uwe na tahara kwanza. Wa tahrimuha, na ule uharamu wake kuingia kwenye ihram, yani mtu atakuwa ni haramu kwake kusema, ni haramu kwake kuchakua, ni haramu kwake kufanya mambo mengine ambayo anaweza kuyafanya nje ya sala, japokuwa ni halali mambo hayo, lakini wakati ule yamezuiliwa. Kwa hivyo kuingia kwenye ihram, at-takbir ni tamko la Allahu akbar. Akishatamka mtu Allahu akbar, basi iwe Mwenyezi Mungu mkubwa kweli. Tamko lile maana yake Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko chochote. Akishaingia pale mtu kwa tamko lile, iwe Mwenyezi Mungu kampitisha kwenye moyo wake ukubwa wake, ukubwa wa cheo chake. Utakadiriaje Mwenyezi Mungu ukubwa mpaka uelewe ni mkubwa namna gani? Kwa ufupi tu, pale utaposikia wanasayansi wanasema kuna katika sayari, kuna katika nyota, kuna katika vitu vinavyoelea angani, tena katika huu wingu wa dunia, hii sayari ya ardhi inaweza kuingia mara zisizojulikana idadi yake, ikiwa mara milioni au mara bilioni. Kitu kidogo sana ardhi hichi ambayo nyinyi mnaishi juu yake, basi vinaweza kutumbukizwa ndani ya sayari moja miongoni mwa vyombo vinavyoning'inia mbinguni huko juu, tena wingu wenyewe wa dunia. Hapo ndipo utapojua cheo cha Mwenyezi Mungu kilivyo. Halafu sayari hizo ukubwa wake zimetapakaa, hazina idadi,
na kutoka masafa ya kwenye sayari moja mpaka nyingine hakuna mwenye kuweza kujua pana masafa gani. Umbali ziliyopo sayari zile kwa spidi ya umeme, spidi ya mwangaza, inaweza kuchukua mamilioni ya miaka kufika mpaka kwenye ardhi. Halafu utaambiwa kwamba hii ni samaa dunia, huu ni ungo wa dunia tu, kuna wapili yake kuna nini, watatu kuna nini, mpaka kufikia sabaa. Basi Mwenyezi Mungu ameyafuta masala haya kwa kusema maneno machache tu, wasamaa banainaha biaidin, na hizo mbingu tumeziumba sisi kwa nguvu zetu za kiungu. Tumezijenga kwa mkono, mkono pale ni nguvu za kiungu. Hatusemi Mwenyezi Mungu hana mkono, hatumkatalii. Madhal kasema yeye mwenyewe kwa mkono wake anajijua mwenyewe, lakini sio mkono wa binadamu, hana mfano wa chochote. Manake ni nguvu maalum za kiungu, kudra ya kun fayakun. Wa inna la musiun, na sisi ndio wenye kujua wasaa wake. Ukishasikia maneno kama hayo, utapokuwa unatoa takbira ya kuhirimia kwenye swala, umjalie Mwenyezi Mungu katika moyo wako anapita ukubwa ule, ufahamu. Ndipo utapojijua sasa nimeingia katika tendo gani mimi. Kama hujapitisha ukubwa ule, ndio ibada ya swala pale tena itabidi uondoke patupu. Fikra zako nyingi zitakuwa ziko nje kwenye dunia, ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu hujaujali. Imekuwa wewe unainama, ukiinuka udhia umekwisha. Na utapendelea zaidi kufanya swala za spidi ili mradi uondoshe ule wajibu, mzigo umekwisha, ushautua. Lakini utapokijali cheo cha Mwenyezi Mungu kilivyo, basi takbira kuhirimia ile itakuongoza sana kuipeleka ibada yako ya sala vilivyo. Na utaogopa kuisali kwa kuitupatupa, utaogopa kuchezea cheo cha Mwenyezi Mungu ndani ya ibada, wakati umemtaja kwamba yeye ni mkubwa kwa chochote, halafu kumbe mambo yako mengine makubwa zaidi ya kidunia ndio yametawala kwenye fikra zako huku unaswali. Umesema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, kumbe kuna mambo yametawala kichwani zaidi. Pale upo tu, uko kwenye mikutano ya kisiasa, kwenye mpira, kwenye biashara, pale upo tu, imekuwa Mwenyezi Mungu si mkubwa kweli. Na kama angelikuwa mkubwa, ungejali kiraa yako, ungejali rukuu yako, ungejali sijida yako. Sasa niko mbele ya nani na ninasema nini kwenye sijida hii, ungejali sana. Kwa hivyo kuhirimia swala, tahrimi yake takbir, wa tahliluha at-taslim, na kifungulio chake swala, kutoka ndani ya swala anakuwa huru. Anaweza sasa akazungumza na mwingine, anaweza sasa akala chakula, anaweza sasa akayafanya mambo ambayo alizuiliwa kufanya na sala. Kifungulio chake ni kutoa salamu. Akishatoa salamu, mwenye kuswali ametoka ndani ya sala. Hadithi ya Sayyidina Ali hii rawahu Shafi'i wa Ahmad, ameisimulia Imam Shafi na Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Tirmidhi, wa qala, na akasema Tirmidhi, hadha asahhu shay'un fi hadha albab, hichi kwa hakika ndo kitu sahihi zaidi ndani ya mlango huu wa takbira kuhirimia. Wa ahsan, na imekuja nzuri sana hadithi hii. Wa sahahu al-Hakim wa Ibn Sakan, na pia akaisahihisha hadithi hii al-Hakim na Ibn Sakan. Na walima thabata min fi'li ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, na kutokana na yale yaliyothibiti kwamba ni kweli kwa uhakika, kutokana na kitendo cha mtume mwenyewe, kama warada fil hadithaini, kama ilivyokuja katika hadithi mbili almutaqaddimaini ambazo zimetangulia nyuma. Wa yataayanu lafdhu Allahu akbar, na lina bainika waziwazi kutamkwa tamko hili kwenye sala Allahu akbar, li hadithi ibn Humayd, kutokana na hadithi ibn Humayd anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana idha qama ila as-salah, alikuwa anaposimama kwenye swala, i'tadala qa'iman, husimama akalingana sawa sawa wima kwanza, wa rafa yadayhi, na akanyanyua viganja vyake viwili mtume, thumma qala Allahu akbar, kisha akasema Allahu akbar. Na kunyanyua sio kama ananyanyua tu mbele huko, takuta vipi kunyanyua kwenyewe ni kuvielekeza viganja mbele kibla. Na unyanyuaji wake zimekuja hadithi, ama itakuwa hadhwa mankibaihi, sawa sawa na mabega mawili, au
nyingine riwaya imekuja kidogo inakwenda vidole vya gumba mpaka vinakaribia kugusa ncha za mashikio mbili. Kinyume na hapo haikuja hadithi nyingine, ila kuna katazo, mtume kakataza watu kunyanyua mikono yao kama mikia ya mbwa mwitu. Mkia mbwa mwitu mfupi sana, mdogo sana. Kwa hivyo wasijanyue watu kama koti ya mbwembe, mtu haifiki mikono yake popote, yuko kwenye kiuno hapo kitovu, Allah akbar, Allah akbar. Huo umekuwa ni mchezo, anacheza tu mtu. Na wengine kuipeleka juu zaidi, Allahu akbar, huku siko, kwa kudhani kwamba kila kipeleka juu zaidi ndiyo katoa takbira kubwa zaidi. Siko la madarul amr itibaiha, jambo litakiwalo katika ibada. Wanawausuli wanasema wa madarul amru fil ibada ala itibaiha, jambo litakiwalo katika ibada ni kufuata vile vile ilivyoelezwa na mtume. Ukiongeza kitu imekuwa makosa. Hadithi ya kuinua mikono ni hadha mankibaihi, au vidole vya gumba kukaribia kugusa ncha za mashikio mbili, na tena viganja vimeelekea kibla, na sio wengine hivi Allah hivi anafanya mtu kama atapia na judo karate. Sivyo kabisa, ni kuvielekeza viganja mbele, na madhumuni yake pale unaashiria kwamba sasa kila kitu changu, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wa, kila kitu changu sasa hivi kimeelekea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa moyo wangu, akili yangu, mikono yangu, uso wangu, kila kitu sasa kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Muda huu najaribu kusahau dunia. Kuna mama yangu pengine anaumwa, kuna mwanangu pengine anaumwa, kuna mali zangu. Sasa hivi ninasahau kila kitu, sasa niko mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa nimejifunga kwenye ibada mpaka niimalize hii. Sasa ndio maana yake mikono ile kuitupa mbele wakati ule. Si upuuzi, sio mchezo. Watu wengine wanathubutu kuzungumza kwamba ni kucheza kwenye sala kuinua mikono, na mtume naye pia kacheza kwenye sala vile vile, maana mtume ndio aliinua mikono. Bas kana idha qama ila salati, mtume alikuwa anaposimama kwenye swala i'tadala, hulingana sawa sawa kusimama kwake, warafaa yadaihi, na akanyanyua mikono yake miwili, thumma qala, kisha usema Allahu akbar. Kuinua mikono huku na kusema imethibiti namna tatu zote sawa sawa. Ama unainua mwanzo halafu unasema takbira, au takbira mwanzo halafu mikono inafuatia, au sambamba inakwenda mikono na takbira sawa sawa inakwenda Allahu akbar. Yote matatu hayo yamethibiti sawa sawa kama mtume mara nyingine anatanguliza kuinua mikono mwanzo, takbira baadaye, kama hadithi inavyosema thumma, au anatanguliza takbira mwanzo mikono baadaye, au vinakwenda sambamba vitu viwili hivyo. Hayo yote sawa sawa kama alivyobainisha Albani kwenye kitabu chake Sifatu Salati Nabii min at-takbir ila taslim, kabainisha waziwazi njia zote tatu na akazitajia masnadi yake vile vile. Hadithi tuliyosoma rawahu Ibn Majah, amesimulia Ibn Majah, wa sahahu Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban, na vile vile akaisahihisha Ibn Khuzaima na Ibn Hibban. Wa mithluhu, na mfano wa hadithi kama hii, ma akhrajahu al-Bazzaru, ni ile aliyoitoa Imamu Bazari biisnadin sahihin, kwa mategemezi yaliyokuwa sahihi, ala sharti Muslim, juu ya sharti aliyoweka Imam Muslim. Ana Ali, kutokana na Sayyidina Ali, annahu sallallahu alayhi wasallama, ya kwamba yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana idha qama ila as-salah, alikuwa wakati anaposimama kwenye sala, qala, husema waziwazi tamko la Allahu akbar. Wa fi hadithi, na vile vile hata katika ile hadithi ya al-musii fi salati, ya yule mtu aliyetenda makosa kwenye sala yake, hata mtume akawa amemrejesha mara tatu kuswali. Vile vile inda Tabarani, mbele ya Imam Tabarani alipokea yeye, thumma yakulu, mtume akamwambia, kisha mtu huwa anasema baada ya kutawadha na kusimama kuelekea kibla, thumma yakulu, huwa anasema Allahu akbar. Kwa hivyo hiyo ni ya pili katika fardhi sala. Ya kwanza ni nia baada ya kuelekea kibla mtu, na ya pili ni tamko la Allahu akbar. Wallahi, kama ingelikuwa hapa pana kitu kabla ya takbira kuna kinakuja cha maneno, wallahi wama huwa ala alghaib bidhanin,
Mwenyezi Mungu anamkatalia mtume wake. Hakuwa bakhili khain wa kuficha jambo ambalo halijulikani. Kama kuna maneno hapa yanaingia na waitu sije kadha kadha, wallahi hapa ndo pahala pake. Lakini baada ya kuelekea kibla, uongozi wa mtume ni at-takbir. Akatamka kwa maneno miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mambo ya manawaitu na manini ya mahamna katika sala. Jambo la tatu katika fardhi za sala, al-qiyamu fil fardhi, ni kusimama. Mtu mwenye uwezo wa kusimama katika sala ya fardhi, hiyo imekuwa ni moja katika lazima za sala. Kusimama, mwenye uwezo kusimama, imekuwa lazima asimame, hususan katika sala ya fardhi. La kama hana uwezo, tutataja baadaye hukumu yao ni nini. Wa huwa wajibun, na huko kusimama ni lazima, wajib bilkitabi wa sunna, kutokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani imeashiria hivyo, na sunna za mtume imeashiria hivyo, wal ijma', na makubaliano ya maulama wote, waislamu wote wamekubaliana, liman qadara alayhi, kwa yoyote mwenye uwezo juu ya kusimama. Qala Allah ta'ala, kwa upande wa Qur'ani imeashiria kwa kusema hafidhu ala salawati, waislamu hifadhini juu ya sala zote, zihifadhini kwa wakati wake. Wassalati alwusta, na hasa ile sala iliyo katikati, haiko kwenye mafungu ya usiku wala mchana, katikati iko sala hii. Zimekuja hadithi za waziwazi kuitaja kama ni sala alasiri, inataka ihifadhiwe sana. Na mtume akasema itakayompita la asiri, kama ameondokewa na watu wake wote na mali zake zote, kaachwa peke yake mkiwa, hana mtu katika familia yake na hana chochote, kaondokewa na kila kitu, ikimpita sala alasiri kuiswali katika wakati wake. Kwa hivyo, na katika kauli nyingine mtume kasema man fatathu salatu al-asri faqad habita amaluhu, itakayemponyoka sala alasiri, zimeporomoka ibada zake zote nzuri zilizofanya, zote zimekwisha. Ikiwa na asili hiyo maisha yake haiswali, basi ibada zake zote zimepotea. Na ikiwa kwa siku ile imepotea, basi ibada zote za siku ile zimekuwa hazipo, tokea aliposali alfajiri, kama katoa sadaka, kama kafanyaje. Kwa ibada ya asili moja ile, ina maana ibada zote za siku ile zimepotea bure. Ndio maana ikaja kwenye Qur'ani was-salati al-wusta, na hasa ile kwa maarifa, as-salati al-wusta inakuja kwa maarifa, ni sala maalum, ni ibada maalum, hasa ile ya katikati ambayo ni alasiri. Halafu kwenye jambo letu tunakwenda nalo kwamba ni lazima kusimama mwenye uwezo. Mwenyezi Mungu amesema wakumu, nasimameni, lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, qanitina, na muwe ni wanyenyekevu sana mnapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sheti mtu ajijue cheo chake ni nani, akijue cheo cha Mola wake ni nani, aijue ile ibada anayoifanya ni ibada gani, na anatakiwa au anafanya nini na nini katika ibada ile. Isiwe kasimama pale ndio yupo tu, yeye imekuwa kapakiwa tu, abiria tu, madam imamu yupo basi tuenzetu tu, mwenyewe ikawa tena naogelea kwenye akili zake, napita wapi. Sheti ajue pale sasa niko katika jambo gani, panafanya nini hapa sasa hivi, huyu msomaji anasoma nini sasa hivi, hii ni sura gani nasoma. Akiwa mtu amejilazimisha mpaka akaelewa kwamba sasa tuko katika sura kadha, panazungumzwa habari kadha, basi amefanikiwa sana atakukaa hivyo kwenye sala. Lakini kama atakuwa yupo tu anaangamia sana mtu anapokuwa kapoteza wakati wake mwingi kufikiria nje ya sala, kwani mtu halipwi katika sala isipokuwa ule muda ambao fikra zake zote zimo mle. Pale anapoondoka kimawazo hayupo, basi na malipo hayendi wakati ule pale. Kompyuta ya malaika haifanyi kazi pale. Ataporejea tena kwenye sala, huo muda atapokuwa na sala ndio muda anaolipo. Ni jambo gumu, sio kama ni rahisi, na wala si kama ni jambo ambalo anaweza kila kiumbe, au kuna viumbe ambao wanaweza kupata guarantee mwanzo mpaka mwisho. La hasha. Ni jambo gumu, binadamu alivyo lazima kuna dakika 2-3
japokuwa ndani ya ile swala mtakuwa mnapita pita kidogo vitu vilivyokuwa nje. Hata siku moja bwana mtume amepokelewa, aliwauliza maswahaba, nani anaweza kuifanya ibada ya swala mpaka akaimaliza asifikiri jambo lolote nje ya swala? Sayyidina Ali bin Abi Talib akasema, mimi ya Rasulullah naweza, nitajaribu. Utaweza Ali? Nitaweza. Mtume akamwambia, kama utaweza basi mimi ninakuahidi nitakupa zawadi katika moja ya kanzu zangu nzuri, nitakupa faida. Na kuipata nguo ya mtume ilikuwa wakati huo wanagombania watu kupata angalau nguo ya mtume, au kupata kupeana mkono na mtume, au yale maji ambayo mtume atawadhia tu, basi watu ilikuwa kama utayapata yale angalau baraka zake. Sayyidina Ali akaona atapata kitu kikubwa sana, akamwambia niko tayari, akamwambia ingia na swali. Sayyidina Ali baada ya kutoa takbira kuhirimia ndani ya sala, anasema ilinipitikia mawazo, ni kanzu ipi katika zile ambazo mtume anavaa mimi nitapewa ile Allahu Akbar. Basi pale pale akaanza, sijui ile anahutubia Ijumaa ile nitakuwa mie, au ile anaswalishia sala ya Eid ile, ama nitapata kanzu nzuri. Basi pale pale kesho akamwambia Ali, niambie kweli katika sala yako ulifikiri nini? Akamwambia, ya Rasulullah, nilikuwa nikifikiria kanzu ipi utanipa. Basi huwezi. Si kama ni jambo la maskhara, ni jambo zito. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, ni jambo gumu zito kudumu muda mrefu kubaki mtu kwenye sala, isipokuwa wanyenyekevu wanapata percentage kubwa sana ndani ya sala. Muda ambao shetani anawanyang'anya ni mdogo, tena akiwanyang'anya tu basi pale pale warejea pale pale. Alladhina in massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru, kuna watu ukiwagusa mpepeso mdogo tu wa shetani mara ukumbuka, namna gani bwana, mbona anachukua sana huyu, arejea pale pale. Fa idha hum mubsirun, tamaki njio na iona ya sawa sawa. Ni kudumu mtu angalau muda mrefu, asilimia kubwa au yumo ndani ya swala. Basi waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa nyinyi ni wanyenyekevu. Kwa hivyo hapa ikachukuliwa Qur'ani imetoa wajibu wa kusimama kwa tamko la waqumu, nasimameni. Tamko hili Mwenyezi Mungu anataka wenye uwezo wa kusimama ni lazima wasimame katika sala ya fardhi. Ama katika sala ya sunna nawafil, anaweza mtu akakaa kitako, lakini huku akijua kwamba thawabu zake zitakuwa zimepungua. Akiwa yuko tayari hivyo basi na afanye, lakini sala ya fardhi usifanye hivyo. Wa Umar, hiyo ilikuwa ni upande wa Qur'ani kuashiria kusimama lazima. Na katika upande wa sunna, kutokana na Umar ibn Husayn qala, amesema kanat bi bawasir. Amru au Umar bin Husayn anasema, mimi nilikuwa na ugonjwa wa bawasiri, ni mmoja katika ugonjwa mbaya sana. Fasaltu an-nabiyya, basi nikamuuliza mtume, ani salati, kuhusu sala yangu mie vipi, hali yangu mbaya, kusimama kwangu kumeshaka mashaka. Faqala, mtume akanambia, salli qa'iman, kuhusu ibada ya sala ya fardhi sali wima kwanza. Kama unao uwezo kwa kustahamili swala yako wima, basi bora swali wima. Fa in lam tastati', na kama huwezi kuswali wima, faqa'idan, umeruhusiwa uswali kitako. Sasa kitako hichi lakini kwa mtu ambaye hawezi kusimama. Fa in lam tastati', basi kama huwezi, hapa ndo anapewa mtu ruksa ya kukaa kitako katika sala ya fardhi. Lakini kama anao uwezo, kauli ya mtume kwanza imekuwa salli qa'iman, na huko kukaa vile vile fa in lam tastati', na kama huwezi kukaa, fa ala jambin, utaswali juu ya ubavu wako wa kulia huku umeelekea kibla, kama unaweza kuswalia kulia. Lakini kama maradhi mtu yamempiga sana mpaka kule kulala ubavu pia ameshindwa, basi ataswali kwa namna yoyote ile, na swala yake atayashuria kama tulivyozungumza nyuma tulipokuwa tukizungumza habari ya kuelekea kibla. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, ameisimulia Imam Bukhari. Wa ala hadha, na juu ya kauli hii, ittafaqat kalimatul ulamai, limewafikiana neno la wanavyuoni, kama ittafaqu, kama
vile vile walivyowafikiana ala istihbabi tafriqi alqadamaini, wakati wa kusimama wamewafikiana vile vile maulama juu ya kutenganisha zile nyayo mbili, miguu miwili itengane kidogo, asisimame mtu akaipachanisha pamoja hivi, huenda kisimamo chake ikawa kidogo hakina balance, atakuwa nakaribia kuanguka. Labda asimame lakini kidogo apate kufanya mwanya baina ya mguu na mguu, afanye mwanya kidogo, akae si kwa namna ya kukaza mguu, akae kwa namna ya kuregeza mguu, yani si kama miguu ilegezwe, lakini kwa mwanya baina ya mguu na mguu. Hapo ndo mtu asimama vizuri zaidi kuliko atapoweka miguu yote mbili pamoja kabisa.